Mtazamaji, leo ni tarehe 16 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Niko na Bwana Odero, yeye anajiita mwenyekiti wa kamati ya kusukuma maridhiano. Lakini kidogo tutazungumza naye mambo mawili matatu. Bwana Odero, habari ya kwako? Nzuri sana, nashukuru. Kwa wasio kufahamu, unaitwa Odero nani? Mimi naitwa Odero Charles Odero. Unaitwa ama unajiita? Ninaitwa. Ni majina ambayo nimepewa. Yeah. Ya baba na mama. Yeah. Wewe umesema ni mwenyekiti wa kusukuma? Kwa sasa ni mwenyekiti wa kamati ya kusukuma maridhiano ya kitaifa. Yeah. Na hii nafasi unamaanisha maridhiano ya namna gani? Tunapozungumza maridhiano ya kitaifa, maanake kwamba ni mapatano na muafaka wa kitaifa unaoleta watu wote pamoja kama taifa zima kuzungumza na kuweza kufikia muafaka wa matatizo mbalimbali ambayo yanaikumba taifa letu. Kama matatizo gani? Tunao matatizo kwa mfano ya kisiasa ambayo tuna migogoro ya kisiasa katika taifa letu, na utakumbuka baada ya uchaguzi wa mwaka jana 2025 Oktoba 29, na matatizo yote yaliyotokea, ili lazimu rais aweze kuunda tume, na tume imeleta ripoti yake na ilishasomwa takriban miezi mitatu iliyopita. Na kwenye mapendekezo mojawapo ni kwamba taifa likae lizungumze, watu waridhiane, alafu tupate mwafaka wa kitaifa, lakini tupate katiba mpya. Lakini madhila yote, watu waliopatwa na madhila, kwa mfano walioumizwa, watu wamekuwa vilema, basi serikali iweze kuwajibika kuweza kuwapatia matibabu. Kwa hiyo wewe sasa ndio unajiita mwenyekiti? Unaitwa mwenyekiti? Mimi ni mwenyekiti wa kamati ya kusukuma maridhiano. Sasa watu waelewe vizuri, kuna sio mwenyekiti wa kamati ya maridhiano, sababu kamati ya maridhiano haijaundwa. Hii ni movement. Sisi kamati yetu ni movement, ni harakati za kuweza kusukuma wadau wanaohusika, watu waweze kuona umuhimu wa kwamba mapendekezo yaliyopendekezwa yanatekelezwaje. Kwa hiyo sisi kamati yetu inahusika na kusukuma wadau mbalimbali taifa kuona umuhimu. Kwa hiyo sisi tunahimiza watu. Sasa ngoja nikuulize kidogo. Nimekuuliza unaitwa ama unajiita? Yes, mimi unajiita mwenyekiti? Mimi ni mwenyekiti wa kamati ya kusukuma maridhiano. Umejiteua mwenyewe? Sio kwamba nimejiteua mwenyewe. Huu ni utume, na utume maana kwamba tunaposema movement lazima iwe na watu, lazima iwe na kiongozi. Kwa hiyo hii ni harakati, ni movement. Nani ambaye alikufuata sasa akakwambia tunataka kuridhiana? Aliyenifuata kwamba tunataka kuridhiana, kwamba mimi ni raia wa taifa hili, baada ya kuona kwamba kuna tatizo, na mimi kama raia ninapaswa kuplay role yangu, yani kuwa kwenye nafasi yangu, kuona kwamba hili tatizo tunaweza tukalitatua. Sasa tunalitatuaje? Basi tulitatue kwa kuhimiza watu waweze kufanya 1, 2, 3, waweze kuzungumza, watu waje pamoja tuzungumze matatizo haya tunayatatuaje, twende mbele. Odero anasema kwamba kuna mtu aliyeko nyuma yako ambaye anakuwezesha katika mambo haya, kwa sababu Odero namfahamu mimi. Hata kulipa mwandishi 20,000 ni kazi. Bwana, nani anakuwezesha katika mambo haya? Wa kwanza aliye nyuma yangu ni Mungu. Wa pili aliye nyuma yangu, nafsi ya Odero ambayo inatamani taifa lipone. Wa tatu aliye nyuma yangu ni yeyote mwenye mapenzi mema anayeona kwamba matatizo yanaweza yakatatuliwa kwa njia ya kuja kuzungumza. Kwa wale wanaoamini kwenye Biblia inasema heri wapatanishi, maana wataitwa wana wa Mungu. Katika huo upatanishi sasa, narudia pale mwanzo. Umesema wewe ni mwenyekiti wa kamati ya kusukuma. Hawa watu ambao wanaridhiana, nini kilitokea? Kulivurugika nini mpaka leo waseme kwamba bwana tunataka sasa kuridhiana, na wewe ukaamua kulibeba kusema hili napaswa nilibebe liwe kama agenda yangu? Kwanza hii agenda niseme, hata kabla ya matukio ya Oktoba 29, wakati chama chetu cha Chadema kimeanza harakati na agenda ya kusukuma mageuzi kwenye mfumo mzima wa uchaguzi kwa kutumia kampeni ya no reforms no election, mimi nilikuwa wa kwanza kushauri chama na kushauri viongozi kwamba katika haya yote lazima tukae tuzungumze.
tuzungumze na upande wa serikali, kwa sababu mageuzi yote. Kwa hiyo chama chako ndio kinataka kuridhiana? Nasema mimi nakupa historia kwamba ili watu waweze kujua kwamba Odero, msimamo huu sio wa leo, huu ni msimamo ambao nimekuwa nao. Lakini ukukumbushe Odero, wakati unataja Chadema, wewe ulisimamishwa na Chadema. Lakini nani wewe? Hapana. Barua si ipo ile? Na ni vizuri nitumie muda huu tena kusema vizuri sana. Odero hana barua yoyote. Hana barua yoyote ya kusimamishwa wanachama au kupewa onyo au kuvuliwa wanachama. Na kama nitafute barua hapa. Na kama kuna mtu anasema kwamba Odero amesimamishwa wanachama, amevuliwa wanachama au amepewa onyo, basi alete barua ambayo imetoka kwa Odero akiwaambia kwamba hii ndio barua ambayo ninaionyesha. Kwa mimi nitumie muda huu kuambia umma wa Tanzania na dunia kwamba sijapewa barua yoyote. Na taarifa ambayo labda kama hiyo unayoitafuta, kuna barua hapa, kuna barua ilitolewa. Ngoja basi, Odero sikia. Ilitoka tarehe 31 mwezi Julai mwaka 2025, siku ya Alhamisi. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kanda ya Kaskazini kimemsimamisha katibu wa kamati ya sheria na haki za binadamu wa chama hicho Odero kupisha uchunguzi dhidi ya tuhuma zinazomkabili. Odero ambaye alikuwa miongoni mwa wagombea wa nafasi ya wenyekiti ndani ya Chadema, majukumu yake kama mjumbe wa secretariat ya kanda pia yatasimama. Katika uchaguzi wa ndani wa Chadema uliofanyika Januari 21, 2025, alikuwa akichuana na Freeman Mbowe aliyekuwa akitetea nafasi ya wenyekiti na Tundu Lissu ambaye mwisho wa uchaguzi aliibuka mshindi. Odero alishika nafasi ya 3 kwa kupata kura 1, nadhani unakumbuka. Taarifa ya kusimamishwa kwa Odero ndani ya Chadema kanda Kaskazini ilitolewa Jumatano Julai 30, 2025 na katibu wa kanda ambaye anaitwa Ndonde Totinan ambaye alihamia CCM baada ya kupokea tu Ndonde hakusema hapa, lakini alishahama akaenda nani. Sasa Odero, kama ulishasimamishwa, unajipaje wewe majukumu ya Chadema wakati Chadema wao wenyewe walisha kusimamisha kupisha uchunguzi? Kwa wanaofahamu utaratibu wa Chadema na katiba ya Chadema, hicho ulichokisoma ni kituko. Lakini umeipata. Na aliyefanya hivyo alifanya kituko kikubwa sana, kwa sababu aliamka asubuhi ndani kwake baada ya kunywa chai akashiba, akaandika barua. Ni chama chako lakini? Aliyeandika hiyo barua, nasema aliyeandika hiyo barua, alijiandikia barua. Sisi tuna utaratibu kwenye chama. Katiba ya Chadema inasema wazi, mwanachama au kiongozi hata simamishwa, yani hata chukuliwa hatua yoyote pasipo kujulishwa tuhuma zake na kupewa haki zote. Yani kwa maana kwamba katiba ya Chadema katika eneo la kushughulikia nidhamu za wanachama na viongozi inafuata mfumo wa kimahakama. Yani mahakama, hakimu hawezi leo kuandika judgment, yani hukumu kwamba kwa wewe ulitaka ukasimamishiwa mahakamani. Sio kusimamishiwa mahakamani. Mimi nakupa mfano kwamba katiba ya Chadema inaposhughulikia swala la nidhamu za viongozi, maadili ya viongozi na maadili ya wanachama na nidhamu za wanachama, inafanya katika mfumo wa kimahakama. Lazima awepo mtu anayetuhumu. Kama unatuhumiwa manake unashtakiwa, alafu mashtaka yale wewe Barua hii uliipata? Nani? Hii barua uliipata? Hapana. Ulisoma hata mtandaoni? Kusoma mtandaoni sasa utakuwa unasoma vitu, unaweza ukasoma vitu. Lakini uliona? Mimi niliona kama ambavyo wewe umeiona. Sasa huo sio mfumo wa chama. Kwa hiyo chama chako kilikurupuka. Nasema hivi, aliyeandika sio chama, aliyeandika hiyo barua ndiye aliyekurupuka, na huo ni mfumo mbaya mno na haupaswi kubi entertained, yani haupaswi kuweza kufumbiwa macho hata siku moja. Hivi Odero, mtu akikukataa mahali
unaweza ukamlazimisha wewe kuendelea kuwepo hapo? Hakuna, sikiliza vizuri. Chama cha siasa sio mali ya mtu. Unajua kusoma na kuandika? Nielewe vizuri. Chama cha siasa sio mali ya mtu, mtu aseme kwamba nimekukataa au tumekukataa. Katika tuhuma hapa zilielezwa kwamba ulikuwa kutuhumiwa kwa makosa mbalimbali ikiwemo kuchochea mifarakano, kupandikiza migogoro na kuchonganisha wanachama na viongozi. Sasa hizo tuhuma hizo, kama una tuhuma hizo na una ushahidi, hatua nzuri ni kwamba unaandika, unaniandikia mimi hizo tuhuma. Tena sio kwamba wewe unaandika wewe katibu ukiwa wewe mwenyewe. Kama wewe katibu umepokea tuhuma labda kwa wanachama au kwa viongozi wakimtuhumu Odero, basi wewe unakusanya huo ushahidi, alafu unapeleka kwenye kamati ya utendaji. Kamati ya utendaji ya kanda ikishakaa inapokea na kupitia hizo tuhuma. Wakijiridhisha kwamba tuhuma hizi ni za kweli, basi kamati itamwagiza katibu aniandikie mimi barua kujulisha hizo tuhuma na kunipa siku 14 za kuweza kujibu. Baada ya kujibu, kamati itakaa na itanipangia siku ya kuja kunisikiliza. Baada ya hapo basi ndo kamati itatoa hukumu yake. Odero, nje ya hapo hakuna chochote ambacho kinaweza kikafanyika, na ukifanya hivyo manake unavunja katiba ya chama. Sasa kama kiongozi, kama ukivunja katiba ya chama, na unajua katiba ya chama unapoivunja, kwa lugha rahisi, unavunja sheria ya nchi, kwa sababu vyama vya siasa vipo kwa mujibu wa sheria ya nchi. Kwa hiyo unapovunja katiba ya chama kwa kuvunja haki za mtu. Kwa hiyo sisi mimi mfano nikikuona kwamba hatuendani mimi na wewe, nikakwambia bwana Odero, mimi naona tu kama vile urafiki wetu uishie hapo, tukae kwanza wakati nikiangalia maisha mengine, bado utaendelea kung'ang'ana na mimi? Hebu elewa vizuri. Chama cha siasa sio mali ya mtu, sio mali, lakini ndio kimeandika barua. Ndio nasema chama cha siasa sio mali ya mtu. Chama cha siasa ni taasisi ambayo inaundwa na watu wengi na inasimamia katiba. Katiba ya Chadema ndio chama chenyewe. Katiba Chadema imesemaje endapo wewe mwanachama utavunja hiyo katiba? Mwanachama sasa, katiba ya Chadema imeweka misingi, imeweka maadili. Imesemaje? Endapo kama utavunja katiba hiyo, basi anapaswa kuchukuliwa hatua za kinidhamu. Si ndio hatua hizi sasa za kusimamishia hatua? Hebu elewa ninachosema. Katiba ya Chadema inaeleza hivi, mtu yeyote. Kwani kusimamishwa ni nini? Kusimamishwa ni kufanyaje? Huwezi kumsimamisha mtu kwa kuvunja katiba ya chama. Nimekupa mwanzo. Odero umesema hatua. Ndio sasa ngauliza, Chadema kukuandikia barua sio hatua? Wala sio Chadema iliniandikia barua, ni mtu anayeitwa Ndonde ndiye aliyeandika barua, sio chama, kwa sababu hakuna kikao chochote cha chama cha kamati ya utendaji ya kanda ya kaskazini kilichokaa na kusema na kupitia kwamba hizi